kuachana na kauli zao zikiwa zimeenda kinyume na hayo. Pia tukasoma kwenye masala ya hoja zilizoletwa kwenye hilo na majibu yake. Tukasoma hoja ya kwanza na majibu yake. Nayo ni hoja ya ile kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallama isemayo, inaonasibishwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema, ikhtilafu ummati rahma, kutofautiana umati wangu ni rehma. Kutofautiana umati wangu ni rehma. Na leo biidhnillah tunaianza kauli ya pili au hoja ya pili. Kwanza, kauli ile ya Mtume inaonasibishwa kuwa ni kauli ya Mtume kwamba amesema sallallahu alaihi wasallam, kutofautiana umati wangu ni rehma. Imekuwa imejibiwa hoja ile kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwamba hadithi hiyo haina mategemezi yoyote, ni hadithi dhaif, bali ni ya kutungwa. Hakuisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu njia ya pili katika kutilia mkazo udhaifu wa hadithi hiyo ni kwamba Qur'ani imeamrisha watu kuafikiana, ikakataza kufarikiana. Kwa hiyo pakija hadithi ambayo itajulisha juu ya kwamba kufarikiana ni jambo la rehma, hilo litakuwa ni batil kuanzia mwanzo hadi mwisho wake, kwa sababu tutachukua aya ya Qur'ani iliyo wazi na tutaachana na haya maneno ambayo hayana mategemezi. Hoja ya pili anasema, wakala akharun, kuna wengine wamesema, idha kana al-ikhtilafu fi ad-din manhiyan anhu, kama kutofautiana kwenye dini kumekatazwa, famadha taquluna fi ikhtilafi as-sahabati wal a'immati min ba'dihim, sasa munasemaje kuhusu kutofautiana kwa maswahaba na maimamu waliokuja baada ya maswahaba? Kama kutofautiana kwenye dini ni jambo limekatazwa, ni lipi jawabu lenu kuhusu kutofautiana maswahaba na maimamu? Wa hal thamata farqin baina ikhtilafihim wa ikhtilafi ghayrihim min almutaakhirin, na je kuna tofauti yoyote baina ya tofauti za maswahaba na maimamu na tofauti za waliokuja baada yao katika watu wa sasa? Faljawabu naam, jibu ndiyo. Tunasema hunaka farqun kabirun baina al-ikhtilafaini, kuna tofauti kubwa sana baina ya tofauti zetu sisi na tofauti za maswahaba na maimamu. Kuna tofauti kubwa sana. Wayadharu dhalika min shay'ain, hilo fi shay'ain linadhihiri kwenye mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza, sababuhu, sababu ya tofauti za maswahaba na maimamu. Halafu tuje tulinganishe na sababu za kutofautiana sisi wa leo. Wal akhar, na njia ya pili au jambo la pili, atharuhu, athari ya tofauti za maswahaba na maimamu na athari za tofauti zetu katika zama zetu. Fama ikhtilafu sahaba, ama kuhusu kutofautiana maswahaba, fa inna ma kana min an urudhin an daruratin wa ikhtilafin tabi'i minhum fil fahm. Asema ilikuwa ni tofauti ya kidharura, ya kilazima, na hilo kwa sababu ya tofauti za kikawaida ya kimaumbile kwa wao, kutokana na kufahamu. Huyu kafahamu hivi, yule kafahamu vile, walitofautiana hapo. La ikhtiyara minhum lilkhilaf, sio kwamba wamefanya khiari kabisa kutofautiana, kwamba mtu kashabainikiwa na dalili alafu akaamua tu kupingana na mwenzie, sivyo hivyo. Kashabainikiwa na haki akaamua kwenda tu na upande wake, sivyo hivyo. Wao walikuwa wametofautiana kwenye kufahamu. Yudhafu ila dhalika umurin ukhra, huongezewa kwenye hilo umurun ukhra, mambo mengine, kanat fi zamanihim, yaliyokuwepo zama zao, istalzamat ikhtilafahum thumma zalat min ba'dihim, kulikuwepo na mambo katika zama zao yaliyopelekea watofautiane, kisha yale mambo yakaondoka baada ya wao. Wa mithlu hadha al-ikhtilaf, na mfano wa tofauti kama hizi, la yumkinu al-khalasu minhu kulliyan,
haiwezekani kuepukana nazo moja kwa moja. Kutofautiana kwenye kufahamu haiwezekani kuepukana na hilo. wala yalhaqu ahlahu adh-dhamm al-waridu fil ayati sabiqa. Na wale wenye kutofautiana kwa tofauti hiyo hawafikiwi na yale makemeo na masimango yaliyokuja katika zile athari na aya na hadithi zilizokuja kwenye hilo. Wama fi maana, na zilizo katika maana yake. Kwa nini? Liadami tahaqquqi sharti almuakhadha, kwa sababu ya kutothibiti sharti la kupatilizwa kwao. Wa huwa alqasdu au alisraru alayhi, sharti la wewe kuadhibiwa na kupata dhambi kwa sababu ya kutofautiana ni wewe Muislamu umekusudia kutofautiana, halafu baada ya makusudi pengine hujakusudia pia, lakini baadaye mmetofautiana kwa mafahamu zenu, ukabainikiwa na haki ukaendelea na batili. Yakipatikana ya mawili utapata dhambi wewe kwa kutofautiana. Kwamba wewe kwenye kutofautiana kwenu wewe umekusudia dalili unajua, lakini makusudi mimi nimeamua. Au hukukusudia, kwa ajili hiyo ushatoka kwenye hatua ya kwanza. Hatua ya pili, baada ya kwamba hukukusudia, kipi kilichofuatia baada ya kufahamu kwamba mimi hili nililoshika sio haki? Ulitakana ushikamane na uachane na ile batili, ushikamane na haki. Lakini baada hapo ukaendelea. Sasa kuna watu wanakusanya yote mawili, wanakusudia kutofautiana alafu wanaendelea hata wakibainikiwa. Lakini kuna watu hawakusudii kutofautiana, lakini wakibainikiwa na haki pia hawarejei. Hawa ndio ambao wanaingia kwenye madhambi. Wama al-ikhtilafu al-qaim baina al-muqallida, ama tofauti sasa zilizopo baina ya watu wafuasi wa madhehebu wa zama hizi, fala udhra lahum fihi ghaliban, aghlabu ni kwamba kwao hakuna udhuru wowote. Fa inna ba'dhum qad tabayyana lahu al-hujja, kwani baadhi yao imewabainikia hoja minal kitabi was sunna, katika Qur'ani na hadithi, wa annaha tuayidu al-madhhab al-akhar alladhi la yatamadhhabu bihi adatan, na kwamba ile hoja iliyombainikia inatilia nguvu yale madhehebu mengine ambayo yeye hayafuati. Fayadauha, kisha anaachana na ile hoja na ile dalili, la li shay'in, sio kwa sababu yoyote, illa li'annaha khalafa madhhabahu, isipokuwa kwa sababu ile hoja imekwenda kinyume na madhehebu yake. Fakaanna almadhhaba indahu huwa al-aslu, ikawa kana kwamba watu wa zama hizi madhehebu kwao ndio asili kwanza, au huwa dinu, au kana kwamba madhehebu ndio dini yao, alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, dini ambayo amekuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wal madhhabu al-akhar, na kana kwamba yale madhehebu mengine huwa dinun akharun mansukh, ni dini nyingine ambayo sheria zake zimefutwa na hii dini ambayo yeye ameshikamana nayo. Hii ndio tofauti za madhehebu, tofauti kati ya kutofautiana kwa watu wa sasa na kutofautiana kwa maswahaba na maimamu. Maimamu na maswahaba wao walikuwa wakitofautiana kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza kwa sababu ya jambo kubwa moja, mambo mawili kwanza. Jambo la kwanza kutofautiana kufahamu aya fulani au hadithi fulani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au pengine haijamfikia dalili, mwingine imemfikia, wakatofautiana katika njia hiyo. Tofauti ya pili ni kwamba wao hawakukusudia kule kutofautiana, ni dharura ya kimaumbile. Halafu baada ya hapo kila aliyebainikiwa na njia ya sawa katika zile tofauti zao aliachana na lile alilonalo, akashika njia ile ya mwenzie ambayo imembainikia kwamba ndio haki. Ndio unakuta mifano mingi chungu nzima. Umar ibn al-Khattab anataka aweke kiwango maalumu cha mahari, anakosolewa mbio hapana, Allah hajaweka kiwango, anarejea hapo hapo, anaachana na hilo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufahamu. Pengine alikuwa hajafahamu ile aya kwamba imeachia hilo suala, au ameghafilika, alipozinduliwa hapo hapo akarejea. Wakana rajaan ila kitabillah, alikuwa ni mwenye kurejea mno katika kitabu cha Allah jalla wa ala. Lakini tofauti zetu sisi
kila mtu kashabainikiwa na haki iko wapi, dalili ziko wapi, dalili zaelezea nini, lakini tunakuendelea kubakia katika yale tulionayo. Halafu pia tunakukusudia kutofautiana kana kwamba tumekubaliana kwamba hatutokubaliana. Yaani ukitizama hali zetu sisi kana kwamba tumeafikiana kwamba hatutokubaliana tena, kila mmoja ashike lake, na huo sio sawa. Dini ya Allah ni moja jamani, dini ya Allah ni moja tu, na dini haigawanyiki. Ukishakuta wewe uko hapa mwingine yuko pale, mjue tayari mmetofautiana. Ima kutofautiana kwenu kutakuwa kwa kiitikadi ambako kunalazimisha kukaliana mbali, kutokusanyika pamoja, au kutofautiana kwenu ni kwa itikadi, kwa masaili ya kifiki ambako hakulazimishi kutengana. Ikiwa ni kwa kiitikadi, haiwezekani makundi haya mawili yote yakawa kwenye njia moja, yako kwenye haki. Haiwezekani. Vitu viwili vinavyopingana haviwezi kuwa vyote viko kwenye haki au vyote viko kwenye batil. Lazima kuna kimoja kitakuwa kwenye haki, kimoja kitakuwa kwenye batil. Sasa wengi katika zama zetu tumebainikiwa, lakini tuendelea, na wengine tunakusudia kutofautiana. Ndio tofauti iliyoko baina ya ikhtilafu zetu na ikhtilafu za masahaba. Anasema rahimahullah, wa akharuna minhum ala an-naqidh min dhalika, kuna wengine wako kinyume na hivyo. Fa innahum yarawna hadhihi al-madhahiba ala ma bainaha min ikhtilafin wasi', kwani wao wanaona haya madhehebu haya pamoja na tofauti pana zilizopo baina ya madhehebu haya kasharai mutaaddida, wanaona kama vile ni sheria tofauti tofauti katika dini, ni sheria tofauti tofauti, zote zimeteremka kutoka kwa Allah. Kama saraha bidhalika baadhi mutaakhirihim, kama ambapo hilo wamelitangaza wazi kabisa baadhi ya wanazuoni wa zama zetu. La haraja, wanasema la haraja ala almuslimi an yakhudha min ayyiha ma sha, hapana ubaya kwa muislamu kufuata chochote katika haya madhehebu manne atakalo, popote afuate. Wayada umasha, na aachane na katika haya madhehebu manne, aachane na lolote atakalo. Idhil kullu shar'un, kwa kuwa yote haya madhahibu al-arba yote sheria. Hayo maneno yamesemwa. Haya madhehebu yote, madhhabu ya Shafi'ia, Malikia, Hanafia, Hanabila na wengineo, yote ni sheria tu. Kwa hiyo fuata utakalo, wacha utakalo. Anasema waqad yahtaju haula'i wa haula'i ala baqa'in fil ikhtilafi bidhalika alhadith albatil, na wote hawa, wale wa mwanzo na hawa wa mwisho, wanaweza kutolea hoja kwa misimamo yao hii kwa ile hadithi ambayo ni batili. Ikhtilafu ummati rahma, kutofautiana umati wangu ni rehma. Wa kathira ma sami'nahum yastadilluna bihi ala dhalika, mara nyingi tumewasikia wakitolea dalili kwa hilo juu ya haya. ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم, na wengine wanatolea sababu hadithi na wanatolea maelekezo kwa kusema inna likhtilafa inma kana rahma, hakika kutofautiana kumekuwa ni rehma. Lianna fihi tawsi'atun ala al-umma, kwa kuwa ndani ya kutofautiana kuna kufanyiwa wasaa umma unakuwa na wasaa. Wama anna hadha at-ta'lil mukhalifun li sarihi al-ayat al-mutaqaddima, ingawa maelezo yao haya yamekwenda kinyume kabisa na aya zote zilizotangulia zilizotaja kwa uwazi. Wala takunu minal mushrikin, msiwe kama washirikina, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a, wale waliogawanya dini yao wakawa vikundi. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kikundi kwa yale kilionayo ni chenye kujifakirisha na kufurahia. Wa fahwa kalimati al-a'immati as-sabiqa, na kadhalika maelezo yao haya yamekwenda kinyume na maelezo ya maimamu waliotangulia. Faqad jaa an-nassu an ba'dihim biraddihi, qala ibn al-Qasim, amesema al-Imam ibn al-Qasim, sami'tu Malikan, nimemsikia Imam Malik, wal Laytha, na Imam Layth ibn Sa'd, yakulani wakisema fi ikhtilafi ashabi rasulillah, kuhusu kutofautiana kwa maswahaba, kwamba maswahaba wametofautiana jambo fulani. Sisi mfano hivi sasa, mfano kuwe kuna baadhi yetu wana jambo fulani, baadhi nyingine wana jambo fulani, alafu kila upande uwe unategemea kwenye kauli ya maswahaba kwamba hata swahaba fulani kasema hivi na wale wengine hata swahaba mwingine kasema hivi, alafu ikawa zile rai zinatofautiana.
Ni ipi njia ya kufuatwa hapo? Al-Imam Sa'd, Layth ibn Sa'd na Malik wamesikikana wakisema laisa kama qala an-nasu, sio kama walivyosema baadhi ya watu fihi tausi'a, kwamba eti kutofautiana masahaba kuna wasaa kwamba unaweza kufanya chochote. Laisa kadhalika. Imamu Malik na Layth ibn Sa'd wasema sio hivyo. Inma huwa khata'un wa sawabun. Hakika hata kutofautiana kwa masahaba kuna kupatia na kukosea, kuna ambaye kapatia na kuna ambaye kakosea. Sio kwamba wote wamepatia wakitofautiana, kuna ambaye kapatia, kuna ambaye kakosea. Waqala Ashhab, amesema Ashhabu, suila Malikun amma akhadha bihadithin haddathahu thiqa an ashabi Rasulullah sama atarahu min dhalika fihi si'a. Ameulizwa Malik kuhusu mtu ambaye amefanyia kazi hadithi ambayo kasimuliwa na mtu muaminifu kutoka kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba kuna sahaba akasema hivi. Je, unamuona kwenye hilo ana wasaa wa kufanyia kazi hilo hata ikija hadithi nyingine achane nayo? Fakala akasema la wallah hatta yusiba alhaqa. Hapana wallahi, hana wasaa wa kufanya hivyo mpaka apatie haki. Mal haqqu illa wahidun, haikuwa haki isipokuwa ni moja tu. Qaulani mukhtalifani yakunani sawaban jami'an. Ina maana kweli kauli mbili zitofautiane halafu zote mbili ziwe za haki tu, ziwe za sawa. Mal haqqu was sawabu illa wahidun, haki na usawa ni moja tu, haigawanyiki. Al haqqu la yatajazza, haki haitenganiki kagawanyika. Ikawa kuna vikundi viwili vyote viwe kwenye haki, hapana. Kuna haki na batil, ima kimoja kiwe kwenye haki kingine kiwe kwenye batil, na hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo. Mal haqqu illa wahidun, haki ni moja tu, haigawanyiki. Haki ni moja, haigawanyiki. Kwa ima wewe uwe kwenye haki au mpinzani wako awe kwenye haki, wewe uwe kwenye batili au mpinzani wako awe kwenye batili. Hamna mbadala wa hilo. Mkishatofautiana, mmoja akasema hivi mwingine vile, lazima kuna mmoja atakuwa kapatia, kuna mmoja kakosea. Haiwezekani nyote wawili mkawa mmepatia. Mal haqqu was-sawabu illa wahidun. Amesema Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala, na haya maelezo yake tutakuja kuyasoma katika darsa ya kesho biidhnillah jalla wa ala. Kwa hiyo tutoke tu na kauli moja. Imam Malik atuambia haki ni moja tu, haigawanyiki. Kwa kutofautiana kwa madhehebu sio wasawa kuacha kufuata dalili zitakazokudhihirikia zikawa zimeenda kinyume na madhehebu yako, kwa kutilia mkazo kwamba mimi madhehebu yangu madhehebu ya Imam Malik, mimi madhehebu yangu ya Abu Hanifa, kwenye hili tuona hivi. Hapana hilo. Ukishabainikiwa na dalili, haki ni moja tu, ni ile ambayo imesimama na dalili. Haki sio madhehebu tofauti, haki ni ile dalili pale iliposimama, pale pale ilipo ndio haki ilipo. Kwa kuna uwezekano madhhabu ya Shafi'ia wakawa wamepatia kwenye hili, wana dalili. Madhhabu ya Maliki wanalazimika wafuate hao. Kuna sehemu labda madhhabu ya Maliki wamepatia, Shafi'ia wamekosea dalili, madhhabu ya Shafi'ia wanalazimika wamfuate Maliki kwenye hilo, kwa sababu haki ni moja. Na sisi Allah hakutuabudisha sisi kwa kufuata madhehebu, katuabudisha sisi kwa kufuata dalili. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.